Mtoto ambaye alitoroka nyumbani na kuacha ujumbe kwamba ameenda kutafuta maisha. Akaniambia, mama nisamee, pole. Ndio akaniambia, siwezi, nimeshindwa kuvumilia hiyo hali ambayo wewe unaumwa afu unaenda kazini hivyo hivyo ili tu utafute kwa ajili yangu. Nimeshindwa kuvumilia, nimeona bora nifanye kazi ili niweze kukutunza wewe. Mama yake ni mgonjwa sana ambaye anatapika damu, lakini pia na damu inatoka puani. Mimi naumwa, natapika damu sana. Waliniambia kwamba kuna mshipa kichwani umepasuka. Matibabu yake niliambiwa, lakini aliniambia nifanye operation. Sasa sikuwa na uwezo wa kwenda kufanya operation kwa sababu nikilala mimi hapa kila kitu kimelala. Gharama ni kama milioni 5. Na mtoto huyu akasema alikuwa anamhurumia sana mama yake namna anavyompambania ili yeye asome. Mara hiyo ya pili ambapo naisemea alianguka hapo nje. Damu zilikuwa zinatoka puani na mdomoni. Majirani wakamuokota wakamuingiza ndani. Sasa ilikuwa ni Jumamosi hiyo. Jumapili akawa anaumwa zaidi. Lakini akaniambiaje, mtoto wangu ngoja mimi niende nikafanye kazi, maana kesho hauna hela kuendea nao shule. Nikamwambia sawa, lakini hapo roho inaniuma mimi. Mtoto yupo kidato cha 3. Sasa akawa ametoroka nyumbani ili ampunguzie majukumu mama yake. Mama yake amekuwa akifanya kazi huku anaumwa. Ikabidi aende akarudi. Roho ikawa inaniuma sana. Asubuhi ya Jumatatu naamka niende shule. Alipata 2,000 tu ambayo ilikuwa iko mezani, ambayo ndo kwangu mimi ya shule. Yeye alikuwa yuko chumbani. Ikabidi niamke niweke shati kwenye kochi ili nipasi. Lakini hapo Rena ananiambia mimi sawa naenda shule. Mama wangu nyumbani je atakula nini? Nikaweka shati hapo, nikachukua mswaki nikapiga. Roho yangu ikaniambia maliza hapo uende ukapande uende stendi ukatafuta hata hela ya kumsaidia mama wako. Mama huyo anadai alifikia hatua hiyo ya kuumwa kiasi hicho ya kutapika damu na kutoka damu puani baada ya kushambuliwa na alikuwa mume wake ambaye sasa hivi hatujui yuko wapi, lakini familia sasa hivi inajitegemea yenyewe kupambana. Kisa hichi ni kisa kingine ambacho kimesisimua watu wengi sana na nikasema nikuletee ili ukisikilize na tutoe maoni ya pamoja kuhusiana, lakini pia ikiwezekana mama huyu hasaidiwe ili sasa akapate matibabu na hawezi kumhudumia mtoto wake ambaye sasa hivi yuko na pressure kubwa, au kumhudumia mama yake ambaye ni mpambanaji. Una maoni gani kuhusiana na tukio hili?